Tuende kwa swali lingine hapa. Na leo ni swali gumu kidogo. Ngasa niseme tu kwa sababu linagusa sema ambayo ni ngumu, lakini najibu always. Swali hili, kama kifo ni matokeo ya dhambi, nitafafanua vizuri. Yaani dhambi ile ya Adamu na Eva. Kwa nini Bikira Maria alikufa? Sasa navyoandika jamani. Wakati alikingiwa dhambi ya asili na hakuwa na dhambi yoyote? Hilo swali hilo. Anasema kama kifo ni matokeo ya dhambi ya asili, kwa nini Bikira Maria alikufa wakati alikingiwa dhambi ya asili na hakuwa na dhambi yoyote? Sio swali rahisi. Watu wanauliza mara kwa mara swali hili. Kwanza nunaanza na kipengele cha kwanza. Kifo ni nini? Watu ambao wanaojibu kifalsafa huwezi kujibu kitu kabla hujaeleza kitu chenyewe. Kifo ni nini? Katika Biblia, yani kibiblia ninajibu hivyo. Katika Biblia kuna aina mbili za kifo. Na hata katika mapokeo yetu ya Kikristo kuna aina mbili za vifo. Kuna kifo cha kimwili na kifo cha kiroho. Kifo cha kimwili kinakuja, hapa lazima tuelewane, kinakuja si kwa sababu ya kosa la Adamu na Eva, isipokuwa ni kutokana na maumbile ya binadamu kama kiumbe. Unaeleweka? Kwa sababu sisi ni kiumbe, finite creature, kiumbe kilichoumbwa. Hatukuumbwa kuishi milele. Kuliko ni kiumbe chenye mwisho wake, kina mwanzo na mwisho. Katika kuumbwa kama kiumbe ben Adam, kama wanyama wote walioumbwa wanakufa, na sisi kama finite creature kilichoumbwa kina mwisho. Kwa hiyo katika maumbile yetu tumeumbwa na kifo, kuna mwisho wetu. Na hiyo sio adhabu, it is nature. Na utaona hapa katika sura ya 3 katika sura ya 3 aya ya 23 aya ya 22. Naomba mmoja asome kama mna Biblia, wengine wanao. Baada ya kosa, sura ya 3 kitabu cha Genesis, manake kitabu cha Mwanzo, sura ya 3 aya ya 22. Nasema watu wako slow sana. Anasemaje Mungu pale? Bwana Mungu akasema, basi
huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kumbe Mungu hakutaka tuishi milele kwa namna ile. Pale uone kuna tofauti. Hata hatukuumbwa tuishi milele kama Mungu. We are not gods. Sio miungu, sio Mungu. Anaishi milele ni Mungu tu, ila yeye anatufanya tuishi milele kwa namna nyingine. Kwa nature yetu, kwa maumbile yetu kama viumbe, tunakufa. We have an end, kwa sababu tunaitwa infinite creature, a finite creature. Ni Mungu tu ambaye ni infinite, maana yake hana mwisho. Na kwa hiyo hapa kuna kipengele kimegusiwa hapo, sura ya 3:22. Asia kala tena alafu akaishi milele. Kumbe hiyo ni moja wapo. Kwa hiyo kifo cha kwanza ni hicho ambacho ni kwa kila kilichoumbwa. Hata nyota zitakuwa na mwisho. That's an end, eschaton. Sasa kuna kitu ambacho kimefanyika kwa mwanadamu cha kumfanya asife. Hicho kitu ni kile kilichovuviwa kwenye pua zake. Alipomuumba mtu, ile sura ya pili, sura ya pili aya 7. Naam? Yes, naomba usome basi. Sura ya pili aya ya 7. Saba. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi na ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Basi natosha tu. Kumbe mtu aliumbwa bila pumzi ya kimungu, ni udongo tu. Na ule udongo siku moja unge disintegrate, ungeisha. Sasa akapuliza kitu ambacho kina umilele ndani yake, ile pumzi. Hapa tumesema ni wanaita pumzi ya uzima, pumzi ya uzima. Na uzima huu ni uzima wa kimungu ambao haupo kwenye viumbe vingine. Tulitenganishwa kabisa na viumbe kwa hiyo pumzi. Na kwa upande wa ile simulizi la kwanza, sura ya kwanza, utofauti huo tunaambiwa tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sasa angalia, Mungu anamwambia Adamu, Hawa alikuwa hajawepo bado, amwambia siku utakapokula huu mti utakufa, na hakika utakufa. Tena ametumia moto wa moto, manake wa moto, utakufa hakika, ndio anatumia lugha hiyo. Sasa kifo hicho ni kipi? Mbona kuna mwisho wake? Ni kifo ambacho kimekuja kuwa ni adhabu, ni kile cha kutokumtii Mungu, na Mungu akaondoa hewa yake, ile pumzi. Hapa katika sura ya 3 Hukumu anasema hivi, sura ya 3 aya ya sura ya 19, sura ya 3 of course,
Nataka kuona sura ya 3 kitabu cha Mwanzo aya ya 19b. Alimwambia kwa maana wapi tena? Imeanzia vibaya sana hii hapa. Kwa jasho la uso wako utakula chakula chako mpaka utakaporudi udongoni, kwa maana ndiko ulikotwaliwa. Sijui Biblia nyingine imeandikaje, hii nasoma hii ulikotwaliwa, kwa kuwa wewe ni uvumbi, nawe utarudi katika uvumbi. Ndio tunarudia mara kwa mara kwenye maziko, kwenye nini. Ni lugha ambayo ni ngumu sana kwetu, lakini ni ukweli. Kwa nini sasa anasema hivyo? Anasema hivyo, anamkumbusha kwamba wewe usingekuwa mtu kama ulivyo kama hukuwa na pumzi yangu. Kwa hiyo kitu kinachokufanya uwe Adamu, uwe mwanadamu tofauti na viumbe vingine, ni ile pumzi niliyokupa, na ndio maana naishi. Sasa kwa kuwa hukunitii, na nilikuonya pale kwenye sura ile sura ya 2 aya ya 7 kwamba siku utakula hii kitu utakwenda na maji, utakufa. Sasa naondoa. Umejenga ukuta mwenyewe, umejiondoa kwangu, sio rafiki yangu. Kwa hiyo Mungu anaondoa ile pumzi aliyompatia, na mwanadamu anarudi uvumbini. The divine life, ile roho, ile pumzi ya kimungu ya uhai ikiondolewa, mwanadamu anarudi uvumbini, anakuwa mavumbi. Na hicho ndio kifo cha pili hasa. Hicho ndio kifo kibaya ambacho mwanadamu ameendelea kuishi kama minyama mingine, lakini hana ile pumzi ya uzima wa milele ambayo ni kutoka kwa Mungu aliyevuvia. Kwa pale katika ile kosa alilofanya ni kifo cha pili, ambacho kwa kweli ndicho Mungu akutaka tupoteze ule uhai wake ndani yetu. Tufunike ile sura tuliyokuwa nayo na mfano wake. Kwa hiyo amemtuma mwanae, amekuja mwenyewe kwa nafsi yake ya pili kuja kuirudisha ile hadi yetu, akatuvuvia roho ya uzima. Sasa kifo cha Bikira Maria. Bikira Maria hakuondolewa ile pumzi ya uzima wa milele. Doa lile halikuwepo, lakini kifo kile cha mwili kipo. Hawezi kufa kifo cha pili, ila kifo kile cha kwanza cha binadamu atakufa tu. As a creature he would die. Kiumbe kilichoumbwa atakufa, na kwa hiyo alikufa katika mwili ili akaunganike na Baba wa milele, kwa kuwa alikuwa na ile uzima wa milele ndani yake. Na ndio maana katika kanisa kifo cha Bikira Maria kinaita dormitio. Dormition manake kulala. Dormare manake kulala. Na hiyo ndio ilikuwa ni Bikira Maria alikufa kweli. Na Papa Pio wa 12 mwaka 1955 alitangaza rasmi kwamba dormitio ni kitu cha kuamini. Bikira Maria alikufa. Kuna watu walisema hakufa, lakini amekufa na kaburi lake liko pale Sion. Alikufa. Alizaliwa katika ulimwengu huu akiwa na maumbile ya kibinadamu ambayo ni morto, manake yana asili ya kufa. Na kwa hiyo atakufa, subject to death, he has to die, or she has to die.
alizaliwa na kwa hiyo atakufa. Bikira Maria hakutokea mbinguni, alizaliwa na kwa hiyo kifo kiko naye as a finite being, kama kiumbe kilicho na mwanzo na mwisho. Kwa hiyo hata kama alikuwa amekingiwa dhambi ya asili, sinless, ile sehemu yake ya kwanza ya ubinadamu wake lazima ipitie hiyo. Yesu alikubali kuja binadamu, kuja kama binadamu, na ile hali ya kuchukua huu mwili huu finite creature, alikufa. Yesu mwenyewe asili ya uzima alikufa katika mwili huu, lakini tumeonywa tusife kifo cha pili ambacho tunakingwa kwa ubatizo. Tunapewa ubatizo, tunasafishwa ili tuweze kupata uzima wa milele. Wabatizwa ingawa watakuwa wamekufa katika mwili, ni wazima katika Kristo, sio? Kama mnafundisha lugha huko, mnaende kuweka mataputapu yenu huko, hapana. Mama? Na sawa mwalimu. Mwalimu ana monitor hapa kama mnaleta mambo ya heresi hapa. Asante sana. Sasa ndio hivyo nasema, Maria, Bikira Maria, kaburi lake liko upande wa mashariki mwa mji wa Yerusalemu. Na wataalamu wote wa sayansi, archaeologist, mimi nilikuwa pale nikiwa kati ya wanafunzi miaka ile ya 90. Wanafunzi tuliokuwa, mimi ni mmoja wapo, nilikuwa very inquisitive kujua nilikuwa niko hivyo. Kaa pale nikakaa, tunazunguka pale na profesa, walikuwa tuko na profesa wawili. Anasema wamefanya kila aina ya uchunguzi, hakuna mwili, hata trace yoyote ya mwili wa Bikira Maria hamna. Kama walivyofanya kule Imartyrium, kule kaburi la Yesu, hakuna kitu, hawapo. Na kwa hiyo akatuambia ni level ingine ya kuamini kwamba kweli walienda mbinguni. Mwili wao ulitukuzwa kwa sababu ulikuwa umekingiwa dhambi ya asili, na miili yao haingeweza kuoza. Sasa sisi tunaoza kwa sababu tuna makovu ya dhambi ile, mabaki. Tunazaliwa kwa baba ambaye ana makovu. Wamama ndio wanajua ni alama za watoto wao. Mtoto anakuwa na kitu fulani huko na huko, hata anamwambia hebu mgeuze, huyu ni mwanangu kweli. Kama mimi nasema hivyo kwa sababu nimeshapitia mambo kadhaa katika maiti na nini, hatambuliki, alafu unaleta watu wa jirani karibu, alafu mama anasema hebu mpindueni, sura haipo tena, kwenye ajali unampindua hivi, anasema unaona anabadilika kwa sababu amegundua ishara ya mtoto wake. Watu wengine wanafikiri hawana ishara, mnazo. Kama wewe labda una ishara fulani ambayo mama najua au baba. Sasa hizo sisi tumezaliwa na ishara hizo za ubinadamu wa kufa. Finite body, that is created body which will die, it has its end. Lakini tumepokea sasa, Bikira Maria amezaliwa katika hali hiyo, lakini ana uzima, hana dhambi ya asili, amebaki na uzima ule wa baba uliokuwepo kabla ya kutenda kosa. Mnanielewa? Kabla hajaanguka kula ile tunda, alikingiwa ile. Kwa hiyo haukuondolewa, hakurudi umavumbini, angeweza kwenda, lakini nguvu ya Mungu imemfanya arudi kwenye Eden alivyokuwa kabla ya kosa. Ndio kinga yenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, Bikira Maria kuoza, na ndio maana naitwa kulala tu, dormitio.
pale, kaburi la Domitian liko pale, na walinaangalia wa kanisa la Waasiri, Waashuru ndio wanaofanya pale. Mama, ulienda pale, ulisali rosari ngapi? Angalia pale, mnaangalia wote na picha tu, hapa sawa. Lakini pale watu fulani madhehebu wanaenda pale wote, hata Waislamu, kwa sababu ni mama wa pekee kweli. Na ukifika pale you feel, lakini wamechafua sana ile kaburi, masizi ya ubani, sio? Au kuona wewe pango gani tena pale kaburi? Wametundika mashandalie ya yote ni msusu hiyo masizi tupu, kwa sababu watu wa Eastern churches wanatumia ubani kweli kweli everywhere. Lakini hicho cha maana ni kwamba hakuna mwili wa Bikira Maria pale. Alipaa na mwili wake haukuoza, kwa sababu bado alikuwa amekingiwa na kile kifo cha pili, ambapo Roho wa Bwana alikuwa nao bado, alikuwa nayo, amekingiwa dhambi ya asili, maana yake hakutenda dhambi, amebaki alivyokuwa Adamu na Eva kabla ya makosa. Na kwamba yeye hakushiriki kule kutengwa na Mungu, kwa hiyo hakuadhibiwa. Ile adhabu haipo. Ameumbwa hivyo, na Mungu ameamua kuanza ubinadamu upya. The truth is, ndio hiyo. Kwa njia yake na njia ya Yesu mwenyewe mtoto wake, ameanza ubinadamu upya. Kwa hiyo sisi ni binadamu upya. Tazini, kwa kuwa tumepata makovu kwa ile anguko la kwanza, basi tunachechemea huko na huko, unatembea unaambiwa usiguse. Kwa mfano, mtu una kidonda mahali, hasa kuna watu wenye vidonda ndugu vile, unaona unimgusa tu ameshapata hasara, maana itamchukua miaka 10 kupona tena. Kwa hiyo unaona, natembea, akisikia tu mtu anakaribia, unaona unasemaje, anakuepesha ule mguu, kwa sababu una kovu. Na hivyo ndivyo tunavyotembea sisi, tukijua kwamba mtu anakuletea vitu kidogo kidogo, umeshaanguka kwenye dhambi, kwa sababu tulikuwa na maelekeo ya dhambi, na Yesu amekuja kutuvuta kwa maelekeo ya neema. Ndio hivyo tumebadilishwa, tukawa na maelekeo ya neema, sio maelekeo ya dhambi. Tunavutwa zaidi kwa yule Bwana na ngoja pale na chengu, ndio tunachopata. Sakramenti zote zinatuvuta kwa maelekeo ya kimungu. Makosa na dhambi na yule shetani, yule nyoka, anatuvuta kuelekea maelekeo ya kuanguka dhambi. Sasa Bikira Maria hakuwa na maelekeo ya dhambi, ama kuwa mawazo, moyo, akili, roho yake inaelekea Mungu tu. Amekingiwa hapa kama mtu anakujengea ukuta. Bahati nzuri sana. Basi huyu ni binadamu wa pekee kuliko wote waliwahi kuumbwa na Mungu. Yeye ameamua. Wanasema kwa nini aliwaamua huyu? Nenda ukamuuliza wakati tukutana naye. Mmoja alikuwa analalamika, anasema mmoja nimemuungamisha huko, alinitukana sana. Kweli, muungamisha huko si Torino, si kwa mji gani huko, au si mji gani sivyo? Akanambia, nimemena mwambia, chukua fuata mfano wa Bikira Maria. Akaniangalia, tena msomi mbaya university kule. Akanambia, what cosa dici padre? Ambia, poi seguire l'esempio di Maria. Anambia, labda ufuate mfano wa Maria kusaidia kwa. Anambia, come? Non, padre non dice, padre useme hivyo. Haiwezekani. Bikira Maria alikingiwa dhambi asili, mimi nimekingiwa. Nikakaa kimya msikiliza tu, kwa sababu it is true. Akasema yeye hana maelekeo ya dhambi, na kwa kweli alikuwa ananifundisha pale, nikajikunja nikawa mdogo na nikamwambia,
Mimi nikitoka hapo nikiona mwanamume mzuri tayari nimeshaanza kufuata maelekeo. Nikiona nguo nzuri sema lazima nikatafuta, hata kama kuiba nitapata. Maelekeo ya dhambi, the orientation, propensity to sin. Hiyo ndio tuliozaliwa nayo kutoka wazazi wetu, makovu hayo. Lakini Maria hakuwa naona hayo. Sijui alikuwa naona au likwaje. Mimi sijui Mungu amefanyaje. Alikuwa anaelekea kusali, kutafakari mambo ya Mungu mbinguni. Mimi sijui alikwaje. Lakini labda wengine wanaweza kupata maono namna hiyo. Hebu muulize yeye alikuwa anaishije huyu mama? Mawazo yake alikuwaje? Akiona mambo ya ulimwengu huu alikuwaje? Hatujaambiwa kwamba hata alilia pale msalabani. Hivi mnajua hiyo? Ni kweli, huyo Kobe amesema mengi juu ya Maria kwa sababu ni karama ya wakomentuali hawa hapo. Hiyo na ameeneza sana ibada ya Bikira Maria Imakulata. Alikuwa anajiuliza hilo swali kubwa sana. Hata mimi sijachukua mzoezi hilo na mimi mvivu, lakini kujiuliza Maria ulikuwa unaishije? Kwa sababu hata pale msalabani ya kulia mama ngangari yule, sio hapo kidogo tu tayari. Hapana, alikuwa na mbele ya kifo anaangalia tu, anajiuliza, anaweka yote moyoni. Sijui ilikuwaje, lakini tumuombe atusaidie. Yuko hapa anatusikiliza, anasema hivi toto hivi haelewi kitu. Basi jamani, muda umekwisha. Nawashukuru kwa kuja na kushirikiana nasi katika kipindi hiki. Tumuombe Mungu atusaidie tuweze kujifunza kwa Bikira Maria mengi sana. Huyu mama ni kama maktaba ya roho, maktaba ya kujifunza mambo ya kimungu. Ni kwake tunaweza kujifunza kwa sababu aliishi hapa na matatizo yote. Hasa wakina mama wanaoteseka sasa hivi, wamwangalie, pengine atawafundisha namna ya kuvumilia mateso. Hakuna njia nyingine. Tuende ujifunze kwa nani? Mtu namweleza kitu tayari ameshasema ile bia iko wapi? Tufanyaje? Nimeshaona. Basi tumshukuru Mungu, asanteni sana.